Ni kusalimu kwa jina la Yesu Kristo, rafiki yangu popote pale ulipo na unaponisikiliza. Mungu ametupa neema leo ya kujifunza. Tunaenda kuangalia mambo 13. Haya unatakiwa uyafanye haraka unapoona ndoto mbaya juu ya mtu yeyote unayemjua au juu yako mwenyewe. Haya ni mambo 13 yafaa uyafanye. Maisha ya watu wengi hawajui kwamba ndoto ni mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu, na kama tunavyojua au tunavyofahamu, ukisoma kile kitabu cha Ayubu 33:14 mpaka 16, maandiko yameweka wazi kabisa. Yamesema hivi kwamba Mungu anazungumza mara ya kwanza hata mara ya pili, japokuwa mtu hajari, katika ndoto, katika maono, katika usingizi unapomjia mtu kitandani. Mungu anayafunua masikio ya mtu huyo na kutia muhuri mafundisho yake. Sasa unapoona ndoto hizi mbaya zinatokea kwenye maisha, labda unaona unazini, labda unaona unaibiwa, labda unaona kitu kibaya chochote kinakutokea, haya mambo yazingatie. Cha kwanza, mshukuru Mungu kwa kufichua ile siri ya mambo yanayoendelea kwenye maisha yako. Fichua siri ya mambo yanayoendelea kwenye maisha yako kwa kumshukuru Mungu, kwa sababu ile siri imeweza kukuonesha uko kwenye hali gani kiroho. Lakini kitu cha pili, samehe na wasamehe waliokukosea. Hakikisha unasamehe, lakini pia unawasamehe wale waliokukosea. Lakini cha tatu, omba toba na msamaha. Omba toba na msamaha. Ni mengi umekosea, ni mengi umefanya ambayo hayajampendeza Mungu, ni mengi ambayo umepitia ambayo karisia si mazuri. Kwa hiyo unaposamehe, ina maana kuna mambo mengi sana unakuta yanatokea mazuri yatakayoweza kukusaidia. Lakini kitu cha 4, tafakari juu ya hiyo ndoto ujue inamaanisha nini. Tafakari juu ya hiyo ndoto ujue inamaanisha nini. Kutafakari juu ya ndoto ni pamoja na kutafuta maana ya ndoto hiyo. Ukishapata maana ya ndoto hiyo, ina maana itaweza kukusaidia namna ya kushughulika na wale watu au kile kitu au vile vitu ambavyo vinakuwa vinafanya changamoto hiyo ikudhuru au ikushike. Lakini pia ukishamaliza, 5, chukua hatua hizi kati ya hizi kwa kusihi Roho Mtakatifu akusaidie katika maamuzi, katika shukrani na katika toba. Kwa sababu kuna ndoto zinahitaji ufanye maamuzi. Kama ile ndoto ya Farao inamhitaji achukue maamuzi ya kumfanya Joseph au Yusufu anunue vyakula vingi kwa ajili ya akiba ya miaka 6 ya njaa itakayofuata baada ya miaka 6 ya shibe, miaka 7 Lakini pia tunaona shukrani. Tunamwona Suleiman baada ya kuota ndoto, tunaona anakuja kutoa shukrani baada ya kupewa hekima na maarifa na Mungu. Lakini watatu tunayemuona ni toba, ambayo ni Nebukadreza. Baadaye alipokubali kutubu, maisha yake yalikuja yakabadilika, akaanza kuchukua hatua nzuri kwenye maisha na kuwa mtu wa thamani. Lakini kitu cha 6, tumia damu ya Yesu Kristo na jina la Yesu Kristo. Jichunguze, acha uovu wote ulionao. Jichunguze na acha uovu wote ulionao. Hilo ni jambo la msingi. Hilo ni jambo la zuri. Hilo ni jambo ambalo litakuwezesha kuja kusaidia kwenye maisha yako. Lakini kitu cha 8, wasihi malaika wakusaidie kwa jina la Yesu Kristo. Malaika wakusaidie kwa jina la Yesu Kristo. Malaika kazi yao ni kukusaidia ili uweze kuepukana na jambo lolote ambalo linaweza kukutenga na upendo wa Mungu kwenye maisha yako. Lakini kitu cha 9 ni usiogope. Kutoogopa ni kuwa jasiri katika kila hatua ya maisha yako. Ni kutoogopa kwa kila hatua
ya maisha yako. Kutoogopa ni pamoja na kuenenda katika misingi ambayo itaweza kukupa ujasiri wa kuishi maisha ya furaha. Hata kama unapitia vita, changamoto, kwa sababu vita haitokoma. Mapambano hayatoishi. Watu ambao wanataka wakuangamize huenda wawe ni wengi. Lakini mimi ninachokwambia, hakuna kinachoweza kukudhuru pale unapoamua kusonga mbele na kutoogopa. Lakini pia kitu cha 12, 10, funga kwa maombi. Unaweza ufunge kwa siku 1 au hadi 3 kadri Roho atakavyokuongoza, au hata kwa siku 7 kulingana na jinsi wewe Mungu unavyompenda, lakini pia na uhusiano wako naye. 12, simamia neno la Mungu katika kuomba, kukesha na kufunga. Simamia neno la Mungu katika kuomba, kukesha na kufunga. Neno la Mungu ndio litakaloza kusaidia ili uweze kuishi maisha ya furaha. 13 na mwisho, tengeneza furaha ya Kristo bila kujali ni jaribu gani. Hapo utashinda kwa damu ya Yesu, damu ya mwana kondoo, na kwa neno la ushuhuda. 12:11 Ufunuo. Haya mambo ninayokufundisha ni mambo ambayo yataweza kukusaidia kwenye process ya kuondoa ndoto mbaya unapoota. Safari ya maisha ya wanadamu hapa duniani, unaweza ujikute unapitia majaribu mengi ambayo usipokaa vizuri unaweza kuhisi kama unapoteza kila kitu. Maisha yako, hatima yako, hata uhai wako. Lakini ukizidi kukaa na Mungu karibu, ukizidi kukaa na Mungu kwenye maisha yako vizuri, ina maana hiyo itaweza kusaidia ili kuishi maisha yenye furaha na amani. Mimi naitwa Apostle Johannes John. Napenda sana. God bless you. Be a shining star in Jesus' mighty name. Amen. Shalom.